Na kutoka pande zote za dunia, Australia, Canada, USA, Soneto pamoja na East Africa, bila kusahau wanangu ambao wako upande wa Europe, Baraka1 TV inakuja mbele yako na ujumbe ufuatao. Tunahitaji msaada kutoka kwako. Tunahitaji kununua kifaa kinachoitwa drone ili tuweze kupaa juu zaidi na kuzidi kutamba na kurushia matangazo yenye na uhakika na haki ndani yake. Baraka1 TV inahitaji msaada wako wa chochote ambacho uko nacho ili tuweze kununua kifaa hicho. Kwa mawasiliano zaidi tumia namba ambazo unaziona hapo kwa screen yako ili moja kwa moja uweze kuwasiliana na Baraka1 TV. Saidia Baraka1 TV, saidia Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, saidia Baraka1 TV, saidia wazalendo. Na mwembo kwa nasikiliza ni Amka na Baraka1 TV. Majira ni saa 11:30 saa za Afrika Kati, ikiwa ni saa 12:30 majira ya Afrika Mashariki, na mimi ni Rajabu Wakili Kabonga. Ili kwa kwanza kupata habari zetu za moto kila siku, tafadhali like pia subscribe Baraka1 TV. Tuko pia Facebook pamoja na TikTok, like na follow page zetu, na hivyo utakuwa kwanza kupata habari zetu za moto kila wakati. Na kwanza ni muktasari wenyewe wa habari za moto. Uvira, mamilioni ya raia jijini Uvira wailaumu M23 kuwadanganya wakimbizi kutoka Rwanda wa Nyamulenge na kuwapeleka Kamanyola. Fizi, msemaji wa CNPSC wa Obwela Dalto azungumzia kutoroshwa kwa magaidi wa M23 huku akijinadi kuwa tayari kupokea M23 kwa vita endapo watajaribu tena kuja jijini Uvira. Bukavu, mgawanyiko wajitokeza ndani ya M23 baada ya kikao kilichofanyika siku ya jana kwenye shule ya College Alfajiri, huku M23 ikijigawanya mara tatu. Raia wa Bukavu wanafurahia kitendo hicho, maana kwao ni ukombozi karibuni. Na msikose pia kutembelea Mwangaza TV ambako utakutanana na baadhi ya matukio yote ambayo yako nazidi kurindima kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na pia saidiana na Baraka1 TV kwa lengo la kuweza kununua kifaa kinachoitwa drone kwa ajili ya kuweza kuboresha matangazo yetu zaidi na zaidi. Kwa mengi zaidi, endelea kutumia namba ambazo unaziona hapo kwa screen yako ili uweze kuwasiliana na Baraka1 TV. Na tuanze na taarifa hizi kutoka jijini Uvira ambako maelfu ya raia jijini Uvira na nje ya Uvira wakongomani wailaumu M23 kwa kuwadanganya wakimbizi wa Kinyamulenge kutoroka Uvira na kuelekea maeneo ya Kamanyola. Kutokana na uongo ambao unazidi kusambaa kutoka kwa wakimbizi wa Kinyarwanda ambao wanajiita Wanyamulenge, wanapatikana ndani ya jimbo ya Kivu ya Kusini, zaidi sana kwenye milima ya nyanja ya juu ya Uvira, Fizi pamoja na Mwenga. Tarehe 17 za mwezi wa kwanza 2026, vibarua viliweza kutambaa kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii, huku M23 ikiwalazimisha wakimbizi hao wa Kinyamulenge kuweza kutoka Uvira na kuelekea maeneo ambako wao wanadhibiti Kamanyola pamoja na jiji la Bukavu. Kitendo hicho kwanza kiliweza kushutumiwa vikali na jamii ya wakimbizi hao wa Kinyarwanda wanaojiita Wanyamulenge ambao wanapatikana jijini Kinshasa, na pia jamii hiyo hiyo inapatikana Canada, na pia tena wengine wanapatikana nchini Marekani. M23 iliweza kuwalazimisha Wanyamulenge kuweza kutoka Uvira na kukimbilia maeneo ya Kamanyola ili kuwafanya kuwa kama vile ngao. Kitendo hicho kimeweza kuchukuliwaje na wananchi ndani ya jiji la Uvira? Raia ndani ya jiji ya Uvira walikuwa na haya ya kuzungumza. Mimi nasikia Wanyamulenge banalalamika sana, aseme balikimbia Uvira, balikimbia wazalendo, balifanya 10 mois bako pale na wazalendo na FARDC. Hakuna Mnyarwanda mwenye alikufaka, tulikuwa naishi nabo. Hakuna Mnyamulenge mwenye alikufaka wakati mzalendo yuko pale na FARDC. Bakikufa manake wanakufa magonjwa.
Hapana aseme balikufa FARDC aliua Mnyamurenge hayatokeaka. Ile akusema seo banafata ba M23 kule Kamanyola njo juu banaona banani ba FARDC na bazalendo batawaua. Babaue ayetu. Babaue aye balishi nabo miaka ngapi? Banajenga manyumba Muvira, banaishi na sie presque machuni yote ngombe ze banachinjaka zinakwaka za kutoka kwabo. Kisha tena nini? Basha uza maparsele Muvira, banaishi na amani. Unauza uza parsele kwenye uishi na amani. Ebo basishinde wako najisemesha Uvira walitukimbiza barudie tuishi nabo sasa tulikuwa tunaishi zamani. Hatukuishi nabo. Kuko siku balisemaka hii ni jamii, si tunayo kama ni wa refugee kutoka Rwanda. Lakini tulikuwa naishi nabo saba ndugu yetu. Banatushushia maziwa kule chini, wanaishusha huku chini, tunakunywa, tunauza. Hatukukuwa nasema juu ya Mnyamurenge sitauza. Hakuna aucun jour. Tofauti na jijini Uvira, Wakongomani wanaoishi nchini Marekani na wao pia walikuwa na hili la kuzungumza. Papa Rajabu, kila kitu kilicho na mwanzo lazima kiwe na mwisho. Na hawa Wanyarwanda yote hayo mitego wanayotengeneza kutoka na ndugu zao pale Uvira kuelekea nao pale Kamanyola na kuanza kutengeneza ile video anazotengeneza pale, uongo huwa ni uongo tu, na uongo hata ukae muda mrefu huwa unajulikana tu huko mbeleni ni uongo. Hawa Wanyarwanda au Wanyamulenge waliokuwepo pale Uvira kabla ya M23 waitashika Uvira walikuwa salama na waliendelea kuwa salama. Ndo hapa utaona uongo jinsi waga unajionyesha kwamba ni uongo. M23 wameondoka na wao. Kwa nini waliondoka na wao? Hapo ndo walianza kutengeneza uongo, na uongo unaonekana. Kuna wale waliobaki, wangapi wameshauawa pale Uvira kwa sababu M23 imeondoka. Uongo utabaki kuwa uongo na unaonekana ni uongo. Mwisho wa M23 umeisha. Watengeneze uongo mwingine wa aina gani, watengeneze uongo mwingine wa aina gani, mwisho wao umeshafika. Kwa hiyo hilo lisikusumbue wala lisitusumbue. Wao ni watu ambao wameumbwa katika kutengeneza uongo, na ni miaka uongo waliotengeneza unaendelea kuonekana, lakini mwisho wake tuko wapi? Si unaendelea unajidhihirisha, na wazungu walishagundua watu ni waongo. Wazungu walishagundua hilo. Dunia nzima macho sasa ya kutarafani Uvira, hata ndani ya jiji la Bukavu pia Wakongomani wanaendelea kuilaumu M23 kuwatorosha Banyamulenge na kuwafanya kuwa kama vile ngao yao. Kuhusu mutego tulitega M23, mutego M23 ilitutega ni nani eko mbili iko tofauti. Unayua M23 hata kama banatengeneza kutoka na Banyamulenge, kutoka na Banyamulenge baba endane Kamanyola, bakesema bazalendo FARDC bali maltraite Banyamulenge. Lakini kosa kabambi yenye M23 ilifanyaka, na ayo iliendea kuna media ya Nations Unies, donc monde yote iliona waziwazi kenye M23 ilifanyaka. Unaiwa ni nini? Na hata kama wanareklame kurudia Uvira, Nations Unies
Union Europeenne, mjumla wa mataifa yote hawezi baitikia tena kurudia Uvira. Ni nini? Moins de mois premièrement baliua au moins 2000 personnes banaingia Uvira. De ile kupie bo peke balifanya banapie avant bajiretire baende. Ona balifanyaka maskarade ya kujiretire avant bakaanonse ke balienda kisha bakakia rudie. Kurudia yabo ile turu wa pili baliiba, banabeba magudro, banapie magari, bile njo byenyi binaba bile ile maakte zote balifanya turu ya kwanza kuiba magudro za kutengeneza barabara za bile byote gisi biliendaka na biko nakamatika mafoto na zinaenda. Ile ndio mapicha ya kwanza iliendaka na njo yenye libanwiri. Bienyi balifanya hapa, bienyi balikia fanya hapa kwa mwisho. Na ile deklarasyon ya Banyamulenge bebanaishi Etats-Unis baliandika. Na benyi balibakiaka bote balienda bebiko Kinshasa gisi baliandikaka. Hawezi resire tena misio yabo. Ile samedi banaenda na batu yabo baliendaka balala naenda vendredi samedi kucha dimanche asubuhi. Bazalendo na FARDC balikia ingia Uvira, wala bale balishaenda zamani na balianza pie avant bazalendo baingie Uvira. Misi kama unaelewa pale wana journalist. Ile sasa ile acte balifanyaka na bandugu yabo le meme samedi Banyamulenge wanaishi Etats-Unis. Banatuma ile déclaration ke koma M23 inaweza toa batu Uvira na baendana inababeba wapi. Meme na Banyamulenge biko Kinshasa wakaandika vile vile. Pale njo balijaribishia. Pale njo balimake, pale njo balia dossier yabo yote baliendelea kuiharibisha. Donc hata bia batafanya kwa sasa bale benyi balikimbia biko Kamanyola, ile ma declaration zote zenye zitafanyika hazina tena maana. Hazina tena maana parce que Nations Unies, Union Européenne ilisha yua kama ba M23 baliendanaka Banyamulenge baende bamonte pour que bangalie gisi ya kurudia tena Uvira. Njoko lijarishia kapali. Hawangili babebaka kubaendana na hawangili pia kabangilitokaka bila kupie. Nyuma ipashwa bangikuwa na sheria. Mekumwanzo bo peke nje balijaribishiaka ile kupie balipie Uvira banaendana Banyamulenge njoko balikia haribishia sasa kope pale njo ile wana Rajabu. Na baada ya taarifa hizo kutoka jijini Uvira ambako M23 wameweza kuwatorosha wakimbizi wa Kinyarwanda wanaojiita Wanyamulenge na kuwapeleka Kamanyola kuwafanya kama ngao, na hivyo jamii duniani kote inawaona Wanyamulenge kama wasiokuwa na akili za kuenea. Kitendo hicho kimeweza kuwasirikisha mpaka watu wa jamii ya Umoja wa Mataifa na kutaka mchezo huo uweze kuisha mara moja, ambao uko unafanywa na M23. Baada ya taarifa hizo, tuingie tarafani Fizi ambako msemaji wa CNPSC wa Ubwela Datom azungumzia kuhusiana na kutoroshwa pia kwa M23 kwa wakimbizi wa Kinyarwanda na magaidi wa M23, huku pia akimjibu Mwezi Nyarugabo kuwa endapo watakuja kwa vita, basi CNPSC, wazalendo pamoja na serikali wako tayari kwa ajili ya mapigano. Baada ya kuweza kutoroshwa kwa M23 kuwatorosha wakimbizi wa Kinyarwanda wanajiita Wanyamulenge na kuwapeleka maeneo ya Kamanyola ambako M23 walikuja na kuanza michezo ya kuigiza
huku kina mama wakijifanya kulialia na kuonyesha jamii ya kimataifa kwamba Uvira wanapata shida, iliwali ni uongo mtupu. Na hivyo msemaji wa CNPSC aliweza kuzungumza, wote waliokimbia Uvira na kuungana na maadui basi na wao pia watakuwa ni maadui. Huyu hapa wa Obwela Dalton. Ni kusema kama kabila komunote fulani inakimbia na adui na iko inadeklare ya kwamba AFC M23 ndio yenyewe itabatetelea, ndio yenyewe itakia kubalibere, ndio itabatafutia amani, tuwaite je? Eske tusiwaite maadui? Sababu nataka kusema hata baba yako anaweza kuwa mlevi, hata anaweza kuwa irresponsible, ni baba yako tu. Watu wanatoka Uvira wanakimbia serikali, wanakimbilia kwenye kukuadui. Na chenye napenda kuambia watu wakongomani wote kwa jumla, napenda kuambia hivi, ile yenye Banyamulenge banafanya ile ni manipulation politique, c'est-à-dire wanapenda waonekane wako wanalia sana, waonekane kama ni wanyonge, wananyanyaswa, kusudi M23 bar RDF ipate argument ku communauté internationale kubambia se murudie sasa Uvira, mwende muproteger benye banajiita bifulani, mwende muproteger minority. Kutokana na kauli za Moise Nyarugabo ambaye alisema nina mengi ya kuzungumza, lakini hayo mengi nitakwenda kuyazungumzia nikiwa jijini Uvira, huku akitoa ahadi za uongo kwa wakimbizi hao kwamba wataweza kuwarudisha tena jijini Uvira, kitu ambacho hakiwezekani na hakitokuja kutokea kamwe. Mengi na zaidi, huyu hapa tena wa Obwela Dalton. Mwambia Moise Nyarugabo paraporo na benya anasema kama hata ongea Kamanyola ataongelea Uvira. Ajue hivi kukuya ya M23 bar RDF kurudia Uvira watakuya kwa vita. Na wakikuya kwa vita si kusema kama ni kutafutia kabila yao amani. Haiko kusema kutafutia communauté ya Banyamulenge amani. Mais plutôt ni kuexposer communauté, anaendelea kuexposer communauté yao. Ile manipulation politique yenyewe wanafanya ni kuexposer communauté yao. Sababu wakisema sasa wataingia Uvira, sasa tutarudia tena Uvira. Mwezi Nyarugabo wanasema kama njoo kutafutia communauté yao amani. Est-ce wataingia kwa amani? Na ile conflit kama si saji ya conflit itaendelea. Conflit itaendelea, watakuwa na vita, conflit itapasha kuendelea. Olie aseme ya kwamba warudie serikali yao iwapokee, iwasekirize sawa communauté zingine. Anasema kama atarudie watakuja kwa vita, watarecuperer Uvira kusudi wakie kuproteger ile communauté. Na kuonyesha kuambia nani raia ya Kinyamulenge ya kwamba no, mwanze kulia, museme kama sisi hatuhitaji msaada, tunahitaji tu mturudishe Uvira. Wanaambia wanani warudishe Uvira? Wanaambia adui wa serikali ya Kongo kama awarudishe Uvira. Wanaambia wanani warudishe Uvira? Wanaambia wa aggresseur warudishe Uvira. Kama communauté fulani inasema kama aggresseur awarudishe Uvira, wanataka nini? Tuwaite wanani? Mimi nawaza kama Moise Nyarugabo iko na confusion yenye iko total, si kusema kama AFC M23 bar RDF ikirudia Uvira kwa vita njoo kutafutia communauté yao amani. Ni plutôt que kuexposer communauté yao, sababu wenye wanafanya matrakaseri na wenye wanafanya vitu vya obenya viwezekane Uvira sio wazalendo, ni vengeance za communauté, vengeance za waraia wa Uvira, kwa sababu wenzao waliwafanyia mabaya, njoo nao wanafanya vengeance. Wazalendo hawakufanya mabaya Uvira, wenye wanafanya mabaya ni population ya Uvira yenye iliona mabaya yenyewe wenzao waliwafanyia, na njoo nao wanarudisha. Haiko wazalendo. Kama nyumba zinaribika, ni raia ya Uvira, ndio raia yote ndio yenyewe inaribu manyumba za wengine. Ni bajirani kubajirani, ma conflit entre bajirani ndio yenyewe natuma kama watu wanapata shida. Ndio yenyewe natuma Wanyamulenge na ndio Wanyamulenge wanakimbia Uvira. Haiko wazalendo. Ni kusema Moise Nyarugabo ujue kama ukisema watu watarudia Uvira sababu wanalia sana kuma video, sababu wanalia sana kumitingi, AFC M23 itawarudisha kwa nguvu, si kuleta amani wala si kutafutia ile kabila amani. Plitoki ni kuexpose ile communauté, sababu vita si mzaa. Wewe Moise Nyarugabo yaingia bushaba la vita. Me vita ni vita. Vita ni vita. Ni kusema communauté yenu ingepashwa kurudia kwa serikali yao. Kama ni serikali yao, warudie kwa serikali yao iwasekirize. Hapana kwenda kwa adui, asema adui awatafutie usalama.
Kama community inaenda kwa adui, asema adui watafutie usalama, mata ile community tunaikamata ni community adui, ni community adui. Na haiko bien. Community yenu wewe mwenye Yugabo ikirudia na AFC bar M23, ujue kama batakuwa traité comme tel. Hatuko tunafanya discours de haine, sauf que tuko tunaonyeshana ma reality. Kwenda alia sana kusema M23 irudie, ile ni bongo. Watarudia kwa risasi kama vile walitoka kwa risasi. Asante na washukuru. Hakuna wazalendo wenyewe walifanya mabaya ya Uvira. Wenyewe walifanya mabaya ya Uvira ni population entre population. Ni ma conflit za ma communauté entre communauté. Haiko sisi wazalendo hapana. Wazalendo wanaheshimia sheria, wazalendo wanarespekte sheria za nchi. Wazalendo hatukufanya mabaya ya Uvira. Asante na tena na washukuru. Moize Nyarugabo huko unaendelea kuexpose communauté yenu. Asante. Viongozi wa M23 walikuja maeneo ya Kamanyola huku wakiwajaza ahadi za uongo wakimbizi hao waliolazimishwa kutoka Uvira na kwenda Kamanyola kwamba watawarejesha tena jijini Uvira. Hizo ni ndoto za mchana na wala haziwezi kutimia kamwe. Kwa sasa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo linazidi kusonga mbele na maeneo yote ya Kiliba kusonga mpaka karibia ya Sange kwenda Luvungi. Wazalendo wameonekana wakizidi kuendelea na majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, huku milima yote ya upande wa juu Ibu pamoja na vikosi vingine vya FRDC vikizidi kuonyesha ubabe wao ndani ya mji wa Kalemi. Ndege zaidi ya 5 za majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zimeweza kuwasili, na huku maelfu ya wanajeshi wengine wakizidi kuongezeka kutoka mikoa mbalimbali nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na hata pia nchini Burundi. Wanajeshi wasiopungua 7,000 waliingia siku ya jana kupitia mpaka wa Kavimvira na Burundi. Na muko nazidi kusikiliza Amka na Baraka One TV. Ni saa 11:30 majira ya Afrika ya Kati, ikiwa ni saa 12:30 majira ya Afrika ya Mashariki. Unafuata matangazo yetu kutoka Australia, kutoka Canada, kutoka USA, kutoka Central pamoja na East Africa, na wale wote wako maeneo ya Afrika ya Kusini. Ejide Kizenga Tembele, King Sele Kizabe Ayeba Mashaka Ayamba Dedone Buto toka Shosi kutoka Australia, da Feza, da Letitia, da Asha, da Irene, Akisi Kandeke, Asimwe Baguma, Samuel Ramake kutoka Afrika Kusini, Elisha Nairobi, Emmanuel Mangombe, Asokolo Ayeba, Asane Ramadhani wakiwa wanasikiliza Baraka One TV. Na baada ya taarifa hizo tupande moja kwa moja jijini Bukavu ambako mgawanyiko wajitokeza ndani ya M23 baada ya kikao kilichofanyika jana kwenye jiji la Bukavu maeneo ya shule ya College Alfajiri. M23 baada ya kuweza kuwasili kwa viongozi wa M25 wakiwemo bwana Cornel Nangaa na hivyo kuweza kulazimisha wanafunzi wote walikuwa maeneo ya shule ya Alfajiri kuweza kuondoka ili wapate nafasi ya kuzungumza. Wameanza kukwepa kukutana kwa sababu wanahofia drone za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ziko tayari kufanya shughuli yake muda wowote na wakati wowote. Katika kikao ambacho kilifanyika kwenye shule ya College Alfajiri, M23 walionekana kutokubaliana kwa masuala kadha wa kadha. Jeshi la Rwanda liko tayari kuweza kuondoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, lakini kwa upande wa wakongomani waliojiunga na M23 wanajiuliza baada ya kuondoka kwa Rwanda wao watakwenda wapi? Jeshi la Rwanda lipo tayari kuachia Bukavu na hivyo kuweza kuwekea nguvu zao kidogo Goma na baadaye waweze kujiondoa Goma na kurudi nchini kwao Rwanda. Lakini upande wa M23 inaongozwa na bwana Corneille Nangaa hawakuwa tayari kuachia jiji la Bukavu, maana wanajiuliza baada ya Bukavu watakwenda wapi. Tuliwasiliana na mkaji wa jiji la Bukavu na ambaye pia ni mwanaharakati na mchambuzi wa masuala ya kisiasa. Alifuatilia kwa karibu mkutano huu ambao uliisha kwa malumbano kati ya M23 ya Twigwaneho, M23 ya kina Corneille Nangaa na M23 ya RDF kutoka nchini Rwanda. Mebakafanyaka wakikalia masikio.
lakini declaration ya M23 haiwezi na hawezi rudia tena Uvira. Leo hii walikuwa na kikao mu college Dibanda de 10h, walifukuza watoto kwa masomo. Mule mulikuwa point mbili, unasikia wana Rajabu, mule mulikuwa point mbili ya kwa point moja batoke Bukavu barudie Goma, baikale kwanza Goma, bakamatia kwingine ma disposition. Bengine bakasema hatutatoka muvile ya Bukavu, tubakie kama tutakufa tukufie hapa hapa. Mon frère, réunion yabo iliisha a quin de poisson, iliisha bila kuelewana. Réunion balikuwa nayo Nanga njo alipreside leo mu college Alfajiri hapa Bukavu, iliisha bila kuelewana. Bamoya tuende, pengine tusiende, bamoya tuende, pengine tusiende. Réunion kaisha bila abasikilizani. Kulikuwa ba viongozi wenyewe walitoka Rwanda walikia mwa ile réunion leo mu college Alfajiri. Asante ndugu. Mimi ni mtu wa societe civile. Tunaambia watu ya Sud Kivu wote, kama sisi tunachoka na mambo yenye M23 iko na dufanyizia, yenye inaongoziwa na General Makenga. M23 ilikuyaka ikasema kama inakuwa tusaidia, kumbe ni watu wenyewe wanatuletea matatizo mwinchi yetu ya Kongo. Wanaiba, wanabaka, wanaua, wanafanya kila kitu yote ya mubaya. Lakini tunasema asante sana kwa watu wanaendelea kutuchunga, yani wazalendo. Mungu alitusaidia tukapata wakombozi wetu wanaitwa wazalendo. Tunakaribisha mkubwa wa wazalendo atasema maneno machache hapa. Karibu kiongozi. Kongo! Kongo! Kongo tuko! Kongo tuko! Wakongomani! Wakongomani! Jambo la ndugu! Munachoka! Munachoka! Na wasalimu wa ndugu. Okay, tunashukuru kwa peple yenye iko hapa. Hatuna mingi ya kuambia wa ndugu, lakini tunashukuru Mwenyezi Mungu ambaye ametulinda. Na waza tuko pamoja. Magumu, mshida tunapita shiba tuko pamoja. Mwezi wa kwanza 2026. Leo tulizika 2025 na ma 23h à 0h. Haiko vile? Mu 2025 tulipata magumu mingi sana. Naweza peple ya Sud Kivu kama General Makenga alishaua watu 100 ni kidogo. Naweza alishaua milioni na milioni. Haiko vile peple? Tunaona vijana wa mingi mu province ya Sud Kivu wanakamatiwa. Maji natafuta anje. Acha atolewa ndugu yetu yuko wanakimbia nini? Watu hapa wanafunga bidugire. Hii mabajaji yote ni yebo tu. Si atuelewi. Atuelewi kani vitu gani? Mbona si atukubakosia? Hii ruti mwami yote make ni grama mana panike. Hizi bajaji hakuna hata mkongomani mmoja. Uko no? Ni grama mana shisha. Ni wapi sheri? Mnaenda Bukavu. Maka mnatuacha si huko mama mnakimbia Bukavu. Mnatukimbia. Bukavu ni kwa nani? Chini kwetu. Uko naona ni sene. Nakwambia mama ni sene mwa Uvira maako sisikie tu. Uko naona. Na huo ndo mwisho wa matangazo yetu kutoka Baraka1 TV. Mengine tukutana ni majira ya saa 6, saa 9 pamoja na saa 12
Mimi ni ndugu yako Rajab Wakili Kabonga. Bye bye.